Bwana Yesu atusaidie. Leo Mungu amenipa neema tena ya kusimama, na ninaomba Baba amekwisha omba, Roho Mtakatifu akusaidie uweze kuelewa kila ambacho pia Mungu amekiandaa kwa siku ya leo. Somo letu linasema linda moyo wako. Tutakuwa na maandiko mawili tu ya msingi kwenye somo hili na mengine yataendelea wakati tutakavyokuwa tunajifunza. Linda moyo wako. Kitabu kile cha Mithali sura ya 4 mstari wa 23 na Yeremia 17:9 hadi 10. Naomba msomaji uweze kusoma kwa haraka, tujifunze eneo hili ambalo ni la muhimu na tuone Biblia inasemaje kuhusiana na eneo hili. Soma Mithali 4:23. Nasema linda moyo wako kuliko yote uyalindayo, maana ndiko zitokako chemchemi za uzima. Amen. Yeremia 17. Kitabu cha Yeremia 17 mstari wa 9 hadi wa 10. Mstari wa 9 hadi wa 10, Biblia inasema moyo huwa mdanganyifu kuliko vitu vyote, una ugonjwa wa kufisha, nani awezaye kuujua? Mimi Bwana na uchunguza moyo, na vijaribu viuno, hata kumpa kila mtu kiasi cha njia zake, kiasi cha matunda ya matendo yake. Amen. Bwana Yesu alibariki neno lake. Katika maandiko hayo Mithali 4:23 inasema linda moyo wako kuliko yote uyalindayo. Wangapi wana moyo? Hapa watu watanyoosha mkono. Yaani kuna mtu hana moyo. Wangapi wana moyo? Sasa maandiko matakatifu yanasema linda moyo wako kuliko yote uyalindayo. Biblia inavyosema kuliko yote uyalindayo, tafsiri yake yapo mengi ya kulinda. Yapo mengi ya kulinda ulionayo, nilionayo, walionayo wanadamu. Lakini hekima ya Mungu haikuona kuna kitu cha kulinda ambacho ni cha thamani kuliko kulinda moyo. Jamii za kanda ya Ziwa, hasa jamii ambazo zinatoa mahali kubwa kwa mabinti wanapoolewa. Tulipokuwa tunakuwa tukiwa vijana, mnakabidhiwa kulinda dada yako. Yaani tunakuwa ni walinzi wa dada. Kwa nini? Kwa sababu dada anapoolewa, mali inapotolewa kubwa, hiyo baba ananimegea na mimi napata kuoa. Kwa hiyo kwa asili ya Mkuria ni heri akukute na mke wake kuliko binti yake. Yaani akikukuta na mke wake anaweza akagomba mkaitarafiana, lakini ya kote. Lakini akikukuta na binti yake unatafuta kufa. Mambo mawili, umuoe. Lakini ukileta kukunja na kuondoa. Kwa hiyo ni aina ya ulinzi. Kwa hiyo ilikuwa ni cha thamani binti. Matajiri wengi ukienda kule ukiangalia chanzo kwa ni mabinti. Yaani akizaa mabinti wengi anashangilia. Unajua ng'ombe 30 kwa pale, unaswaga zizi, napeleka pale. Anatengeneza zizi. Ukiolewa wa pili kama ana 5 hivi. Tajiri wa ng'ombe. Sasa kwa nini walikuwa wanafanya hivi? Akibeba ujauzito nyumbani hajaolewa, thamani inapungua. Maana yake nani aoe aliyezalia nyumbani? Kwa ndio maana unamlinda awe salama, afikie hatua ya kuolewa.
mpate ng'ombe. Alafu sasa baba naye akikaa zikiwa nyingi, unagawiwa na wewe unatafuta. Kwa hiyo ilikuwa ni hivi, na hata kama amesimama na mtu, ukiona kaka mnakuja, asi hilo vumbi atakalotimua huyo kijana sio la hapo, sababu anaogopa kuna kupigwa. Sasa turudi kwenye Biblia. Biblia inajua kuna wana wa kike tunao, tumewazaa, wanahitaji ulinzi. Lakini Sulemani anasema katika hayo yote ya thamani, linda moyo kuliko binti, linda moyo kuliko nyumba, linda moyo kuliko fedha, linda moyo kuliko mke. Linda moyo wako. Yeremia anasema moyo huwa mdanganyifu kuliko kitu chochote. Ni nani awezaye kutambua? Ila Mungu anachunguza moyo na viuno. Hivi nini maana ya kuchunguza viuno? Hivi Mungu anachunguzaje viuno? Nataka tuelewe. Si tunasoma Biblia? Wangapi wao wanasoma Biblia? Si mmesikia hilo neno? Anasema mimi ni uchunguzae moyo na viuno, na kumpa mtu haki sawasawa na njia zake na matunda yake. Sasa hivi viuno Mungu anavichunguzaje? Na bwana mmoja ulizwa swali hili, akasema mimi nadhani kuna wakati Mungu huwa anashuka anachunguza viuno vya watu kama vinafanya kazi. Ulicheka sana. Bwana Yesu asifiwe. Katika Biblia ya Kiswahili sio rahisi kujua tafsiri yake, lakini unaposoma Biblia ya Kiingereza utakuta pale kwenye eneo la viuno anatumia mind akiwa anamaanisha nia. Yaani ni Mungu anayechunguza moyo na nia iliyo ndani ya moyo. Hicho ndicho Kiswahili. Kwa hiyo ili upate tafsiri sahihi ya hapa, lazima utumie Biblia ya Kiingereza. Mungu anachunguza moyo na nia iliyo ndani ya huo moyo. Kwa hiyo katika maandiko haya ya Yeremia tunajifunza kwamba hata mwanadamu aliye na moyo huo unatembea nao, ninatembea nao, bado hauwezi kuuchunguza ukatambua vizuri, isipokuwa Mungu akiwa ndani yako ndiye anakusaidia hai. Bwana Yesu atusaidie sana. Sasa tuendelee kidogo. Tunaweka msingi, bado niko kwenye utangulizi. Hivi moyo ni nini? Hilo la kwanza tutakaloliangalia kwenye somo letu. Moyo ni nini? Alafu kwa nini Biblia inasema tulinde moyo kuliko chochote? Kuna ajenda gani kwenye moyo? Mwanadamu alivyoumbwa, ana nafsi, ana mwili, ana moyo, ana roho. Lakini katika hayo yote Biblia inasema linda moyo. Leo siko kuelezea nafsi ni nini, roho ni nini. Leo tuko kwenye moyo, tunataka tujifunze kwenye moyo. Moyo ni nini? Moyo, kila mtu amesema nao moyo. Sasa moyo ni kitu gani? Tunazo tafsiri mbili. Tafsiri ya kimwili ambayo inatumiwa na wanasayansi na binadamu kwa kawaida, tunasema moyo ni kiungo ndani ya mwanadamu kinachosukuma damu. Manake ndiyo kazi kuu ya moyo kwenye maisha ya mwanadamu, yaani kimwili. Tunapotafsiri kimwili, moyo ni kiungo ambacho kazi yake ndani ya mwanadamu kubwa ni kusukuma damu. Waliopita shule ya msingi,
sijui ateri, sijui vena kava kule shule ya msingi. Kwa hiyo tunapozungumzia moyo katika tafsiri ya kawaida tunasema ya kimwili ni kiungo ndani ya mwanadamu ambacho kinasukuma damu. Kiungo hiki kikipata hitilafu, maisha ya mwanadamu yanasimama. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mtu tunaenda pamoja. Kwa hiyo hata katika mwili wa mwanadamu, moyo ukipata shida, maisha ya mwanadamu yanasimama. Sasa kibibilia, tafsiri ya kibibilia, moyo tunasema ni sehemu ya kiroho ya mtu ambako hisia na matamanio hukaa. Kwa hiyo moyo huu ambao unatumika katika hali ya kimwili, tafsiri ya kibibilia ni kiungo cha kiroho. Moyo ni sehemu ya kiroho ya mtu ambako hisia na matamanio ya mwanadamu yanakaa huko. Kuliko na matamanio na hisia huko kwenye moyo. Kwa hiyo kwa ujumla wake tunaona ya kwamba ingawa mwanadamu ana hizo sehemu 4, mwili, roho, nafsi na moyo, Biblia inatuambia tulinde moyo kuliko chochote kile. Tafsiri nyingine ni kwamba jukumu la kulinda moyo umepewa wewe. Hilo ni jukumu lako, kulinda moyo wako. Sasa huu moyo tunaulindaje? Uko ndani, labda mpaka uende hospitali pigwe picha ndio unaweza kuuona. Hivi shika huko hapa tuwezi kuuona. Kwa hiyo Biblia inashauri tulinde moyo kuliko chochote. Sasa hebu tujiulize, kwa nini tulinde moyo? Tulisema sehemu ya kwanza ya somo itakuwa na hilo eneo. Kwa nini Biblia inazungumza kwa habari ya kulinda moyo? Watu wengi wanalinda vitu vingi sana kwenye maisha yao, lakini sio moyo. Lakini Biblia jioni ya leo, mtumishi wa Mungu, inashauri, inakufahamisha, inanifahamisha mimi kwamba ni muhimu kulinda moyo wako, na jukumu la kulinda moyo wako ni la kwako. Yaani kuna wakati Roho Mtakatifu ataingilia kukusaidia, lakini bado Biblia inatufundisha kwamba wajibu wa kulinda moyo ulionao umepewa wewe. Maana yake usipowajibika, usipojua hili, madhara yatatokea. Na madhara yakitokea, anayewajibika ni mwanadamu aliye na moyo huo. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kwa nini tulinde moyo? Jambo la kwanza, tunaposoma maandiko tunagundua kwamba tunawajibika kulinda moyo kwa sababu moyo ni kitovu cha maisha ya kiroho. Moyo ni kitovu cha maisha ya kiroho ya mtu. Yanaanzia hapa. Naomba tusisinzie. Naomba usisinzie. Sikilize vizuri. Moyo ni kitovu cha maisha ya kiroho. Watu wengi wanapofikiri, wanafikiri kwamba wanafikiri kutumia akili, lakini tunafikiria moyoni. Yaani hata unaposema Bwana nina mawazo,
ninafikiria. Watu wanafikiria moyoni, yaani ubongo unatumika tu, lakini tunawaza moyoni, tunafikiria moyoni, tunakubali moyoni, tunakataa moyoni, tunakuwa pamoja kuanzia moyoni. Kwa hiyo kitovu cha maisha ya kiroho ya mtu yanaanzia moyoni. Kwa hiyo pakiwa na itilafu kule, huku tunaweza kuona sawa, mtu anafanya, mtu anakwenda, lakini moyoni mtu hayupo. Ndiyo maana lazima tuwe makini na moyo. Ni kitovu, maamuzi, hisia, dhamira, fikra zinaanzia kwenye moyo. Zinapokuwa nzuri, zina matunda yake, utayaona nje. Zinapokuwa mbaya, matunda yake utayaona nje. Bwana Yesu atusaidie sana. Kwa ndio maana tunawajibika kulinda moyo. Lakini jambo la pili, ndani ya moyo ndiko zitokako chemichemi za uzima. Chemichemi za uzima. Ndio maana tunalinda. Yesu alisema mti mmoja hauwezi kuzaa matunda ya aina mbili, au jicho moja haliwezi kutoa machozi ya aina mbili, yaani yatoke maji matamu chungu. Bwana Yesu asifiwe. Tunaposema moyo ni chemichemi ya uzima, tafsiri yake ni kwamba uzima wa mtu unategemea na hali yake ya moyo. Sijui kuna mtu ananielewa? Naona watu wengine hata daftari la kuandika hana, anasinzia tu. Lakini mambo haya ni ya msingi sana kuyaelewa. Biblia inasema ndani ya moyo ndimo kunamotoka chemichemi ya uzima. Tafsiri yake ni kwamba uzima wa mtu unategemea na hali ya mtu ya moyo. Ndiyo maana mtu anapokufa, haijalishi alikuwa wapi. Siku moja nikamsikia mtu mmoja wa dini anasema, bwana, tulikuwa tunafanya ibada. Yule bwana wakati tunafanya ibada pale akadondoka, aisee, akafa. Yule bwana amekufa vizuri. Yaani sababu ya kusema mtu huyo amekufa vizuri kwa sababu amefia kanisani au kwenye nyumba ya ibada. Hapana, hiyo sio sababu. Uzima wa mtu unategemea hali ya moyo wake ilivyo wakati huo mauti inapomkuta. Sio alikuwa kwenye eneo gani? Anaweza awe kwenye eneo la ibada, lakini moyo ukawa hauko sawa. Anaimba, anapiga makofi, anashangilia, maana tabia ya moyo, Biblia inasema moyo ni hazina, una hazina. Wangapi wana hazina zao za fedha wametunza? Wangapi wana vibubu? Hatutunzi akiba humu. Sasa leo unatakiwa ujue kwamba moyo una hazina. Ndio maana Biblia inatufundisha leo tuwe makini na moyo, tulinde mioyo yetu, kwa sababu tabia ya moyo unaweka hazina. Kwa hiyo no matter mtu amefia wapi, moyo wake ulikuwa una hazina gani wakati huo? Hicho ndicho kitakachotambulisha huyu ni wa mbinguni, huyu ni wa wapi. Na ndio maana kwenye Yeremia anasema, mimi Mungu ninaweza kuchunguza moyo kwa mwanadamu. Kwa maana hata mwanadamu aliye ana moyo bado anaweza asijue moyo unampeleka wapi. Chemichemi zinazobubujika moyoni mwako ni za namna gani? Kwa hiyo haijalishi mtu yuko wapi. Ndio maana
Yesu kwenye hotuba ya mlimani anasema heri wenye moyo safi, ikiwa ina maana ya kwamba walio na moyo safi hiyo wataurithi uzima. Manake hali ya moyo wa mtu ndiyo inayomtambulisha siku hiyo mbele za Bwana yeye ni wa upande gani, bila kujalisha tuliimba naye tulihubiri naye tulicheza step naye. Hapana, si hivi. Hali ya moyo. Sasa ni vizuri kuyaelewa haya vizuri, alafu uyafanyie kazi. Jambo la tatu, kwa nini tulinde moyo? Moyo ni mdanganyifu, ni mdanganyifu. Moyo ni mdanganyifu. Mungu anauliza, ni nani awezaye kuujua? Tunawajibika kulinda moyo, watumishi wa Mungu, kwa sababu moyo ni mdanganyifu. Maana yake mtu anaweza kudanganywa na hisia za moyo wake, akafikiri yuko sawa, lakini kumbe hayuko sawa. Bwana Yesu atusaidie sana. Moyo. Jiulize mara ngapi umedanganywa na moyo. Kabla sijaokoka nilikuwa nikiambiwa kwamba Mungu atawahukumu watu kwenye moto wa milele. Mungu huyu tunayemsikia na upendo na nini, alafu tena afanye hivyo. Alafu nikishawaza hivyo, nasikia amani inakuja ndani ya moyo. Kwa Biblia inatuambia kwamba upo uwezekano wa mwanadamu kudanganywa na hisia za moyo wake, akafanya maamuzi yasiyo sahihi, akafikiri yuko sahihi. Ndiyo maana Biblia sasa inazungumza kwa habari ya kulinda moyo kuliko chochote. Manake moyo unaweza kuleta udanganyifu, ukaleta hisia fulani za udanganyifu. Mtu anaweza kuishi maisha yasiyompendeza Mungu, alafu moyo ukamdanganya kupitia karama na vipawa alivyo navyo. Hujawahi kuona hilo? Kwamba hivi kama jambo hili ni baya, watu wananiambia hili jambo ni baya, mbona nikisimama Mungu ananitumia vizuri? Mbona miujiza inatendeka? Hivi unafikiri nini huwa kinafanya hivi? Ni moyo. Kama ulikuwa hujui, ni moyo wa mtu ndio unafanya haya. Yaani bwana, hapa hauko sawa, lakini moyo unaanza kumtafakarisha, kama hauko sawa, mbona miujiza inatendeka? Kama jambo hili wanakuambia ni baya, alifai, mbona bado mbona bado nikifika pale nikianza toni yangu kuimba tu, naona watu kama wanachanganyikiwa hivi alafu moyo unakuambia hayo ni ya watu tu. Kwa moyo ni mdanganyifu. Lazima tuwe makini na moyo ili tuweze kuwa salama. Ndio maana Biblia imesema uulinde kuliko chochote, uangalie, ukabidhi kwa Bwana. Bwana akusaidie kuuchunguza moyo wako kila nyakati na majira, maana hata sisi tulio na moyo hatuwezi kujua. Lakini pia una ugonjwa wa kufisha. Na ugonjwa wa kufisha. Moyo ukichangamka, mwili unachangamka. Moyo ukiugua, hata mwili huugua. Ndio maana naona mtu moyo kama hauko vizuri hawezi kuwa na raha. Utaona mwili unanyong'onyea. Yupo shida imeanzia moyoni, moyo haujachangamka. Ndio maana yuko hivi. Kuna ugonjwa wa kufisha. Lakini moyo ni madhabahu. Usisahau hilo, kwamba moyo wako ni madhabahu.
kabla hujaja hapa lazima moyoni uwe vizuri, ndio uweze kukutana na huyu aliye juu. Bwana Yesu atusaidie. Kwa hiyo tunawajibika kulinda moyo, kwa sababu moyo ni madhabahu. Madhabahu ikisha chafuka au ikiwa na mioto ya kigeni, lazima madhara yatokee. Hivyo moyo pia ulivyo. Moyo ni madhabahu ambapo tunakutana na Mungu, ambapo Mungu anakaa. Ndio maana moyo wa mwanadamu ukichafuka, hata baraka huwa haziji kwa mtu mpaka Mungu ampe nafasi ya kutengeneza moyo wake. Unaona, Mungu anaachilia vitu vingine. Kwa nilitaka nikupitishe tu kwenye kipengele hicho cha pili. Kwa nini Biblia inasema tulinde moyo kuliko chochote tulindacho? Moja, moyo wa mwanadamu tunawajibika kuulinda kwa sababu ni kitovu cha maisha ya kiroho. Kulimo na maamuzi na kila kitu. Ndani ya moyo ndimo kuna chemichemi za uzima. Kwa hiyo uwezi. Ndio maana Yesu akasema uzima wa mtu haupatikani kwa wingi wa mali alizo nazo, ila moyo wake ukoje mbele za Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa baada ya kuona sababu za kwa nini tulinde moyo, ni vizuri tumalizie na somo na kipengele kinachosema cha tatu, mambo ya kukusaidia kulinda moyo. Mambo ya kuzingatia yapo mengi, lakini nimependa leo tuanze na hapo kidogo, machache haya kulingana na muda. Jambo la kwanza, na jambo hili limechafua mioyo ya watu wengi, hasa wapendwa, kwa sababu ni tabia ya watu wengi kufanya hivi. Wengi mioyo yao imechafua, na wengine mioyo yao ilinyong'onyea, ikararulika kabisa, wakajisikia vibaya, wakakata tamaa kwa sababu ya eneo hili. Jambo la kwanza litakalo kusaidia moyo wako uwe salama, epuka mazungumzo mabaya. Epuka mazungumzo mabaya. Moyo una tabia ya kula. Sijui kuna mtu ananielewa. Sikiliza. Moyo una tabia ya kula, ikiwa na maana moyo una tabia ya kupokea. Mtu anapozungumza mazungumzo mabaya bila kujua, na wengi huwa wajui, analisha moyo. Unaposikiliza mazungumzo mabaya kwa mtu au kuzungumza mabaya, unalisha moyo. Kwa hiyo kwa njia ya mazungumzo mabaya, watu wengi wamelisha mioyo yao mabaya. Naomba nikupe mfano huu. Hujawahi kuona, yawezekana mwahi kukutana na kitu hiki, ghafla unashtukia mtu fulani anakuchukia. Yaani mlikuwa naye vizuri, mnasalimiana vizuri, na inaweza ikatokea hata kwa watumishi wa Mungu, mko vizuri, lakini ghafla unashtukia kama amebadilika hivi. Alafu unapokuja kufuatilia, unakuja kugundua kwamba kuna mtu alipeleka maneno mabaya kwa yule mtu. Sasa wakati anasimuliwa maneno yako, moyo wake ulikuwa unakula, unapokea. Sasa mtu anapotoka pale amejisikia vibaya, moyo wake uko vibaya, kwa sababu moyo wake umekula yale aliyokuwa anaambiwa. Bwana Yesu asifiwe. Jambo hili linatusumbua sana, linasumbua kanisa.
sio watu wote ndani ya kanisa wanaofahamu kwamba kuna kuchuja maneno ya kuzungumza. Sio wote wanajua hilo. Sio wote wanajua kwamba ni nini cha kuzungumza na nini sio cha kuzungumza. Ndio maana wakati mwingine ni rahisi mtu kusikia maneno, anayabeba, anayapeleka kwa mtu, alafu uharibifu unatokea. Kwa Biblia inatufundisha kwa habari ya kulinda moyo. Moja ya jambo linaloweza kukusaidia ujilinde moyo wako, ulinde moyo wako, ni kuepuka mazungumzo mabaya. Kwa sababu moyo una tabia ya kula. Unaposikiliza unapokea. Ndio maana nikiuliza hapa hilo nililolisema, kila mtu atanyoosha mkono. Bwana, mimi nilikuwa na rafiki yangu, ghafla tu siku moja rafiki yangu yule hakaja, simuelewi, alivyokuwa akinichangamkia sioni tena, lakini nilipokuja kufuatilia nikagundua kuna maneno aliambiwa. Sasa moyo wake umesinyaa. Kwa hiyo kanisa la Bwana, ili tulinde moyo wetu, kama Biblia ilivyotuambia kwamba linda moyo wako kuliko chochote, lazima uwe ni mtu wa kuepuka kuzungumza mazungumzo yasiyofaa. Utakuwa salama. Wengi hawaangalii hilo. Ndio maana ni rahisi kukuta tu mtu anasengenya mwingine na anaona ni kawaida. Anamsema mtu vibaya kwa mtu mwingine, anaona ni vibaya, ni kitu cha kawaida. Sasa ndio maana pia usiwe mwepesi wa sikiliza maneno. Kwa nini? Unaposimuliwa maneno ya mtu, moyo huwa unapokea. Sasa moyo unapopokea, sio tu kusikiliza. Ili ulinde moyo, lazima utunze moyo, ujitunze na kutazama. Kwa hiyo ili tulinde moyo, lazima tuepuke mazungumzo mabaya, kutazama mambo mabaya, kusikia mambo mabaya. Kuna watu wameharibu mioyo yao kwa sababu wanatumia muda mwingi kutazama mambo yasiyofaa. Moyo, nimekuambia, una tabia ya kubeba yale unayoyatazama. Mimi nimefundisha wanafunzi wa kawaida shuleni, nimefundisha compassion pale vijana. Lakini changamoto niliyokutana nayo kwa vijana, hasa vijana wa kiume, wengi walianguka kwenye swala la masturbation. Lakini ukiangalia tabia hiyo, wengi nilipokuwa nikiwauliza ilikuwa kwaje, wengi shida yao ilianzia kwenye kutazama. Nini walichokuwa wanatazama? Ni vizuri ukajitunza na vitu unavyoangalia. Najua tuna vitu vingi tunaviangalia, tunavitazama, lakini ulishawahi kujiuliza kwamba unapotazama vitu vibaya, moyo wako unakula? Na mwisho wa siku utashtukia kuna tabia isiyofaa imeota ndani. Anaanza kukemea, toka, sikuwa hivi, toka. Lakini ukija kujiuliza, bwana, huo unatazama nini? Bwana, mimi napenda sana movie za wachawi, na anakesha mpaka usiku wa manane anaangalia. Sasa moyo unapokea yale, unapokea madudu mengi. Sasa hivi na teknolojia huko kwenye simu huko wamejaza mambo mengi ya hovyo ili kuharibu moyo wa mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Watoto wengi walioua watoto wenzao. Kuna kesi nyingi ambazo zimesikika, mtoto kapiga mwenzake teke, kaua. Ukienda kuchunguza mtoto yule, wengine sio mapepo tu, korokole na mapepo hawajambo. Wengine akifika, mwanangu, hizo sasa hivi zimepitwa na wakati. Kwa kipindi hizo tulikuwa tunaziangalia sana, na Bruce Lee, kina nani, ngumi zile. Mtoto anaangalia, moyo wake unajifunza, unabeba. Kesho mwenzake amemkorofisha, kanazipanga kama Bruce Lee, kanapiga, kumbe kamepiga mwenzake sehemu mbaya. Lakini shida ilitokea wapi?
akalitazama. Kuna watoto waliua wenzio na bastola za wazazi, lakini kiangalia chimbuko, michezo yake siku nyingi ni bunduki, akaikuta ya baba yake, kakajaribu, kumbe ndo kanaua mtu. Hayo yamejaa ndani ya moyo. Kwa watumishi wa Mungu, ukitaka moyo wako uwe salama, epuka mazungumzo mabaya. Muogope mtu yoyote anayekuletea mazungumzo mabaya yasiyofaa. Talinda moyo wako. Wengi wamechafua mioyo yao, wengi wamekata tamaa, wengi hata leo wana watu mioyoni mwao, wamebeba watu mioyoni. Lakini ukifuatilia, kwa nini amembeba huyo mtu moyoni? Hajawahi kumkwaza, alisikiliza masimulizi. Simuone yule yuko hivi, yuko hivi, yuko hivi, yuko hivi, yakaingia moyoni, kinyongo kikaota, mpaka leo anatembea nacho. Bwana Yesu atusaidie. Linda sana moyo wako kwenye eneo hili, utakuwa salama. Jambo la pili, wakati bakiza mawili, wakati namalizia maandiko, utasoma Wakorintho wa kwanza sura ya 15 mstari wa 33. Ndio kasema mbona hajatoa andiko. Paulo anawaambia Wakorintho, usidanganyike. Mazungumzo mabaya uharibu tabia njema. Kuna watu wameharibika kwa sababu walikochiwa, walisikiliza, walitoa nafasi kusikiliza mabaya, iwe ndani ya kanisa, kwenye familia, wakayapokea yakakaa ndani ya moyo. Mwingine unajikuta huduma tu imekufa. Mwingine unakuta alikuwa ni mtoaji mzuri, karudi nyuma. Mwingine ulikuwa unamkuta anafanya hivi sehemu fulani vizuri, moyo wake uko vizuri eneo fulani, amerudi nyuma. Kwa nini? Alisikiliza tu mazungumzo mabaya na akayapa nafasi. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ameharibika. Zaburi ya Daudi 1:1 anasema, utasoma pale, Daudi anasema, sikwenda kwenye kusanyiko la watu wenye mizaha. Leo tuna walokole kwenye mizaha wapo. Ina hawajui ni athari gani moyo unapata. Maneno ya utani yapo. Na yenyewe sijui ni tarehe ngapi ile? Tarehe 1 mwezi wa 4 kuna siku ya wajinga. Huwa ni siku gani? Shangae siku hiyo nayo mlokole anapigia mwenzake, baba yako amekufa. Daudi anasema sikwenda hata kwenye baraza ya wenye mizaha, sababu athari yake inaingia moyoni. Jifunze sana kuepuka mazungumzo mabaya. Kijana, chunguza unakaa na nani, anazungumza nini. Kule kazini unakaa na nani, anazungumza nini. Hasa wanawake makazini, mnapokutana, hawajambo sana kwenye stori hizo. Zake amevaa kiatu akijapendeza lazima aseme. Jihadhari sana na mazungumzo mabaya, yatauharibu moyo wako. Namba 2, lijaze neno la Mungu ndani ya moyo wako. Tunaangalia kipengele cha kwanza, tumeanza kwa nini tulinde moyo. Tumeona sababu za kibibilia kwa nini Biblia inataka tulinde moyo. Ni mambo ya kutusaidia kulinda moyo. Jaza neno la Mungu ndani ya moyo. Leo tuna watu hawasomi neno la Mungu. Hawasomi kabisa. Moyo umejaa tamthilia na ratiba nyingi za mambo yasiyofaa. Lakini hata mstari mmoja ambao ametunza hamna. Neno la Mungu ni la muhimu mno kulijaza ndani ya moyo. Kwa nini? Maana bila neno la Mungu mwanadamu si chochote. Yesu alipokuwa anatoa mfano wa wajenzi wawili, kati ya mjenzi mwenye hekima na mjenzi mpumbavu, tuliona mjenzi mpumbavu hakujenga kwenye mwamba. Mwamba ni Yesu na Yesu ni neno la Mungu. Matokeo yake aliishia kuanguka vibaya. Lakini aliyejenga kwenye mwamba, kwenye Kristo Yesu ambaye ni neno, mtu huyu alisimama imara. Leo tuna watu wasiokuwa na ratiba ya kusoma neno. Yaani kuna vukucha, yeye anachojua, kama ni mama wa miguu ya kuku, anajua kufuata miguu ya kuku na kuuza miguu ya kuku, ndicho anachojua. 24 hours, 7 days. Hivyo vitu anavyojua.
Kama anakaanga vitumbua, yaani nafasi yake kubwa iko huko, sio kuweka neno. Sasa neno lisipokuwa ndani ya moyo, moyo lazima uharibiwe na mambo mengine ambayo umeweka. Tujifunze kuweka neno la Mungu kwenye moyo wetu, tutakuwa salama sana. Neno la Mungu ni ulinzi, linatulinda tusitende dhambi. Daudi anasema neno la Mungu ni taa ya miguu yangu. Leo tuna watu ambao hata jambo ambalo linahitaji neno anasubiri mpaka Roho Mtakatifu aseme. Lakini kumbe kabla ya Roho Mtakatifu kusema, neno huwa linatangulia. Hilo unalotaka kulifanya, neno la Mungu linasemaje? Kabla ya kumuuliza Bwana, neno la Mungu linasemaje? Nakuta. Kwa hiyo tukiweka neno la Mungu ndani ya moyo, maana yake tunamweka Mungu. Kwa hiyo mioyo yetu itakuwa salama. Bwana Yesu atusaidie sana. Tujifunze kuweka neno la Mungu ndani ya mioyo. Moyo wetu ujae na neno la Mungu kuliko chochote. Unapotembea, neno la Mungu liwe humo. Bwana Yesu atusaidie sana. Leo nikiuliza hapa maswali machache tu, hata kwa vijana. Hivi unapokumbana na changamoto za tamaa ya mwili, ni neno gani utasimamia? Hesabu mabati mpaka kieleweke. Hivi unapofanya biashara zimegoma haziendi, ni neno gani utasimamia? Miguu ya kuku haitoki. Vitumbua havitoki. Unasimamia wapi? Hivyo ndivyo tunavyohifadhi neno. Kwa hiyo Paulo anamwambia Timotheo, neno la Mungu lijae kwa wingi. Na Timotheo alikuwa ni kijana. Unafikiri Paulo aliandika hivi tu watumishi wa Bwana? Hapana, alijua faida ya mtu ambaye moyo wake umejazwa na neno la Mungu. Linamlinda na uharibifu na hila za shetani. Neno ni ulinzi. Bwana Yesu atusaidie. Jambo la 3, tafuta amani na watu. Kuna watu mioyo yao imeharibika kwa sababu sio watu wa kupenda amani. Waebrania inasema 14:12, tafuta kuwa na amani na watu wote, na pasipo utakatifu huo kuna mtu haimuona Mungu. Tunaposema kutafuta na amani na watu wote, maana yake amani na watu ni kutokuwa na adui. Tunapozungumza amani, tafsiri yake usiwe na adui. Kuna watu mioyo yao imeharibika kwa sababu ni wepesi kuwa na maadui. Wepesi kuwa na maadui ndani ya moyo. Mwingine ana uadui mpaka hata na watoto wake wa kuzaa. Hawaeleweki, wako moyoni. Siruhusu kuwa na uadui na mtu. Ukifanya hivyo utalinda moyo wako. Bwana Yesu atusaidie sana. Wewe usiangalia amefanya nini. Tafuta kuwa na amani na watu. Utaponya moyo wako, na moyo wako utakuwa salama sana kuliko mtu anayetunza watu, kuliko mtu asiyekuwa na amani na watu. Ana maadui, tena maadui wako moyoni. Ukiwaona moyo wake haujisikii vizuri, hiyo ni hatari kwenye moyo, na hali kama hiyo inasababisha moyo usiwe salama. Jambo la mwisho ni kwa habari ya kuabudu miungu mingine. Sasa kwa Waisraeli Wayahudi, ishu ya kuabudu miungu ilikuwa ni sanamu za kuchonga na kwenda kufanya ibada kwenye miungu hiyo. Leo tunapozungumza tafsiri ya miungu, kuna watu wanayo. Kuna watu wanapenda ofisi zao kuliko Mungu. Kwa imegeuka kuwa ni miungu kwao. Yaani moyo umeshiba ofisi kuliko mambo ya Mungu. Tunao watu wa namna hiyo.
moyo umeshiba kazi, mpaka na Jumapili anakuja kanisani, anaangalia saa ngapi aende. Kwa moyo umeshiba kazi kuliko Mungu. Kwa sababu hiyo Mungu akitazama moyo haoni nafasi. Sijazungumza kwa wale ambao wameajiriwa, wana ratiba za Jumapili. Nazungumza kwa mtu wa kazi binafsi. Tena kazi yenyewe genge la nyanya, lakini imejaa moyoni. Sasa Mungu akiangalia, nikimpa duka la nguo za jumla, yaani genge tu limefanya ibada, anataka ziwe fupi fupi ili aende mpaka Jumapili. Sasa kwa sababu hiyo Mungu akiangalia moyo umeharibika, hauna nafasi. Kwa ni vizuri Mungu awe nafasi ya kwanza ndani ya mioyo yetu. Bwana Yesu asifiwe. Mioyo yetu itakuwa salama. Nadhani leo tuangalie haya kwa sababu ya muda. Yapo mambo mengi. Somo letu leo lilikuwa linatukumbusha jambo la msingi, kulinda moyo. Maana uzima wa mtu utategemea na moyo. Yesu atakaporudi kulichukua kanisa, kitakachofanya tunyakuliwe watumishi wa Bwana ni hali ya moyo. Sio amekukuta wapi. Ndio maana Yesu atakaporudi, hata siku ya ibada wapo watu watabaki. Kinachosababisha wabaki ni nini? Na wakati walikuwa kanisani wanaabudu, ni hali ya moyo. Ilikuwaje? Ilikuwa na dhambi zisizotubiwa ziko humo, Mungu anaona. Ndio maana katika Yeremia anasema, mimi ninachunguza moyo na viuno. Viuno maana yake nia, moyo anaichunguza. Kwa hiyo ni vizuri kuhakikisha mioyo yetu tunailinda, tunaitunza. Usikubali kisichokuwa kizuri kikae ndani ya moyo wako. Bahati nzuri kwenye agano la neema tulilonalo, yupo Roho Mtakatifu anasaidia kuondoa kile kilichokushinda ndani ya moyo. Kwa nini hujampa Roho Mtakatifu akusaidie ukitoa, ili moyo wako uwe salama? Naomba tusimame.